mtaa unasikia mambo mengi sana. Kwanza Simba anaonekana kama ana hofu kwamba kwenye maandalizi yake haya yupo nyumbani. Lakini kama anachezewa hivi, kuna watu kama wanamtengenezea kauzibe. Mpira wa Afrika ndio uko hivyo. Yani nilikuwa naambia jana kwamba mpira wa Afrika utatakiwa ukutane na figisu 3 kwanza. Na hizi figisu 3 ni nje ya uwanja kabla hujauendea mchezo wako. Figisu ya kwanza itatoka kwa mpinzani unayecheza naye. Unacheza dhidi ya RS Berkane, anakuandaliaje figisu zake yeye binafsi? Either ni kwenye issue kama hivi ya maamuzi ya uwanja ama issue nyingine ambazo zita rise up pale ambapo utacheza dhidi ya RS Berkane. Figisu ya pili utakutana na nguvu ya mamlaka. Mamlaka ukiangalia mara nyingi huwa zinakuwa zina picture aina ya watu ambao wanataka kufanikiwa. Kwa hiyo hawa mamlaka, kuna namna kama wewe mamlaka hiko upande wako, lazima utakutana na vigingi ambavyo mwisho wa siku vitakupelekea wewe uingie kwenye huo mkenge wa figisu. Lakini figisu ya 3 kwa soka la bara la Afrika imekuwa ni figisu utakayokutana nayo kutoka kwa watani wako wa jadi. Ukienda kucheza na Al Ahly, tegemea kabisa Zamalek watakusupport. Ukienda kucheza na Mamelodi, tegemea Orlando pamoja na Kaizer watakusupport. Ukienda kucheza na Raja, tegemea kabisa Wydad watakusupport. Ukija kucheza na Simba, tegemea Yanga watakusupport. Ukija kucheza na Yanga, tegemea Simba watakusupport. Huo ndio mpira wa Afrika ulivyo. Kwa hiyo sasa Simba wao wanajua, hii sio mara yao ya kwanza. Wanajua kabisa kwamba kwenye maandalizi ya mchezo wowote ule wa kimataifa kuna figisu hizi na hizi na hizo watakutana nazo. Kwa hiyo tayari ukiangalia figisu ya kwanza ambayo ni versus RS Berkane, ile unaweza ukasema Simba tayari ameishindwa kwa sababu RS Berkane vitu vingi vinaonekana kwenda kwa upande wao nje ya uwanja. Kwa hiyo ni figisu gani ambayo Simba anaweza akailimit? Hii figisu ya huyu mtani wake wa jadi, huyu ambaye anaweza akamtengenezea mazingira mgeni akajihisi yuko nyumbani. Mgeni kujihisi yuko nyumbani inategemea na nani anayekuchongea njia yako ukifika kwenye ile eneo la ugeni, ukiwa uko ugenini. Kwamba bwana tunakaa hoteli fulani, tutakaa mtaa fulani, unaotakiwa kuzungumza nao ni 1 2 3. Hawa watakuandalia logistics za aina 1 2 3. Unavoenda uwanjani taratibu ni kupita kwenye 1 2 3. Huyu anayekuandalia hizo logistics lazima atakuwa ni mtani wako, ni mtani wa jadi ambaye wa mpinzani ambao utaenda kukutana naye. Kwa hiyo kwangu mimi Simba anachojaribu kufanya sasa hivi ni kuweka uwigo ili sasa hizi figisu za mtani zisiwafikie. Kwa sababu automatically iko hivyo kwamba sasa hivi ukisikiliza Young Africans, Yanga hawezi kumwambia mema Simba. Yaani kwa namna yoyote. Sasa kuna watu watavuka hiyo kuto kuiombea tu mema, kuna watu wataenda sasa kufanya michakato ili Simba asipate ushindi kwenye zile dakika 90. Hayo mazingira wewe unayaona? Yaani tukiachana vile tumeona kina Godi, Sekeli, sijui wamevaa jezi za RS Berkane. Lakini inawezekana kauli ambayo aliitoa makamu rais wa klabu ya Young Africans Arafat Haji kwenye usiku wa tuzo za Yanga Princess, inawezekana ndio ambayo labda imeongeza hofu zaidi, na kwa sababu yeye kule Zanzibar, yeye kule ni Alwatani. Simba wamepaniki au wana haja au walikuwa wana haki ya kukifanya hiki walichokifanya? Kwa sababu ulikuwa ukisikia kilichozungumzwa wamepiga biti nzito. Kuna msemo mzuri wa Kiswahili unasema kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ambayo Simba ameiweka dhidi ya mipango yoyote ambayo mtani alikuwa nayo, either ni mpango wa kiongozi, either ni mpango wa shabiki, kinga anayoiweka Simba ndio muhimu sana. Kauli aliyoingia Arafat Haji inawezekana aliongea kwenye essence ya utani. Yes, kwamba ile kuna namna ambavyo watataka labda kuwasaidia RS Berkane, labda ilikuwa ni utani. Lakini kwenye huo utani yawezekana kabisa kuna baadhi ya mashabiki wakalichukua ile jambo wakalivaa. Kwa Arafat haulifanyi. Sisi kwa sababu tulisikia kiongozi wetu ana mpango, sisi tutajaribu kusupport huu mpango wa kiongozi kinamna yetu. Sababu ukimsikia Mzee Dalali, ukimsikia na Ahmed Ali, jambo linaonekana limechukuliwa. Biti limepigwa kweli kweli. Kwa hiyo yote ni kumfanya kiongozi aliyepanga kuwafanyia figisu akwame, pamoja sana wale ambao wanamfuata huyu kiongozi kwenye majambo yao binafsi kwenye hizo figisu nao pia wakwame. Kwa hiyo Simba alichokifanya ametengeneza wigo tu kwamba kapunguza idadi ya figisu ambazo atakutana nazo uwanjani, na figisu ambayo ameilimit kwa kiasi kikubwa ni hii kutoka kwa mtani wake, kwamba kama kulikuwa kuna kiongozi amepanga kuwasaidia RS Berkane, kiongozi huyu ifike hatua ashindwe. Kama kuna mashabiki walipanga kuisaidia RS Berkane, nao kwa namna moja ama nyingine washindwe. Kwa hiyo kwangu mimi naelewa ambacho Simba amekifanya ni kutengeneza tu wigo sasa kwamba hii mechi mtuachie wenyewe. Huyu RS Berkane kama na uwezo acha wafunge Simba kwa uwezo wake binafsi, lakini asipewe hiyo support ya watu ambao
kwa namna kubwa wanajua namna ya kucheza dhidi ya Simba. Kama kuna watu dunia hii wanajua namna ya kucheza dhidi ya Simba ni Yanga. Kama kuna watu dunia hii wanajua namna ya kucheza Yanga ni Simba. Kwa hiyo Simba sasa hivi anajua kabisa kwamba ikitokea mpinzani amepata usaidizi wa mtani wangu wa jadi, mechi ngumu. Kwa hiyo nafanyaje ile mechi isiwe ngumu? Huyu mtani wangu wa jadi namtengenezea mazingira akae mbali na huyu mgeni wangu, ili sasa huyu mgeni aje uwanjani yeye kwa juhudi zake. Kama ni njia barabara achague yeye za kupita, kama kufika uwanjani aje anifunge yeye kwa uwezo wake, lakini isiwe tu amenifunga kwa sababu alisaidiwa na mtani wangu wa jadi. Kwa miaka kama 2-3 nyuma kulikuwa kuna mazingira ya utani wa Simba na Yanga kwenda mpaka kuwapokea wageni. Nakumbuka mara ya mwisho ndio kwa utani kwa serious. Ndo wenyewe kwa na utani wa Simba na Yanga. Ile kwa serious. Watu wanaenda kupokea. Nakumbuka mara ya mwisho kile kikundi cha kina Jimmy Kindoki kilipokea ujumbe mzito kutoka juu. Sasa juu siulize wapi. Kutoka juu. Kwamba hilo jambo mara moja hiyo tabia ife. Ile tabia ikafa. Sasa hizi hauoni watu wakipokelewa. Na timu ya mwisho kupokelewa ilikuwa Plateau. Ilikuwa Plateau. Na baada ya pale ndio ulikuja Plateau akaanza kucheza na Simba. Na ile mechi ya kwanza Simba alishinda 1, mechi ya pili Simba alishinda 3. Na ile Aisha sare ya kwanza. Kwa mkapa ilikuwa bila Simba ishinda kule. Na ile ndio ilikuwa nzito zaidi, ule userious wa namna ambavyo mtani alienda kumpokea mpinzani wa mtani. Ndio ile nakumbuka vijana wakapigwa biti moja nzito sana. Lile jambo likafa. Lakini sasa hiki ndio wasema inawezekana juzi Arafati kaongea labda kwenye essence ya utani lakini husika mchukua serious. Na inawezekana kwamba issue utani afu na labda mnyama kuna mazingira labda kakutana nayo. Afu ukigeuka hivi nyuma kwenye kama kuna mtu kachambua huko kwenye harakati zake, kwenye harakati za kupita ukiangalia ili sio jambo la kawaida hili. Alafu unakuja kumsikia mtani amesema kwamba anakufanyia fikira au unashtuka kuna mtu amekipanga. Afa aliyekipanga amejisema. Na hizo issue inawezekana kweli zikawepo kwa sababu si mara moja si mara mbili huwa tunasikia wanaamika wote wawili. Kwa sababu kipindi kile Yanga anacheza michezo ya hatua makundi, hizo kauli zilikuwa zinasikika. Sio kwa viongozi rasmi lakini mashabiki mechi ikiisha utasikia leo tujafungwa na huyu bwana, hapa tumefungwa na Simba. Sio anacheza michezo yetu. Hizi kauli huwa atiji kwa bahati mbaya. Kwa hiyo inaonekana mambo kweli huwa yanafanyika. Na si kimataifa tu, hata baadhi ya michezo ya ligi. Na kukumbusha mechi moja Yanga na Al Hilal, Florai Bengi alionekana amekaa kwenye kiti na Barbara Gonzalez kabla ya mchezo. Watu wakasema bwana hii sio kawaida. Na baada ya mechi akaenda tena uwanjani. Mechi ya Simba. Kwa mambo unaona kama hivi hayatokei kwa bahati mbaya. Inawezekana kaa yapo. Inawezekana kwa mtu ambaye yupo nje kwa macho ya kawaida usiyaone, lakini wao wenyewe huko ndani wanajua, ndio maana wanafanya hivyo. Hii ni sehemu ya testi ya finali kwa Simba. Hata kama ikitokea akachukua kwamba ni finali fulani hivi ambayo ukitokea wameshinda, watapaswa kujipongeza au kujipiga kifuani kwamba walipambana kwenye maeneo mengi. Test ya finali kabisa. Na kabla hapo juu hata finali ile ambayo Yanga ilicheza, kwa shabiki mmoja wa Yanga mimi nilimsikia akasema ile mechi Simba waliicheza. Waliichezaje? Kipindi mechi inachezwa mvua inanyesha. Wakienda half time tu mvua imekata. Nakumbuka Makame. Mvua imekata. Kwa hiyo alikuwa anaamini ile mvua sio ya kawaida. Kuna watu ambao walileta. Kwa hata ambavyo ndio Simba inawezekana mengine tushaone, lakini baada ya mechi tukaona mengi. Kwa hiyo kitokea matokeo yote mazuri kwa upande wake, atakuwa na vitu vingi sana vya kujisifia. Yes bana, na hapo jana Simba na wanachama wake na makundi yale ya hamasa walizindua hamasa kuja kwenye mchezo wa finali wakiwa kule visiwani Zanzibar. Na wakati wanazungumza Simba wakatuma ujumbe mzito kwa wale ambao wanatengeneza mazingira ya kuicheza mechi yao au kuwatengenezea kauzibe, kuwatengenezea figisu. Huyu hapa Ahmed Ali kwa wale ambao kupata nafasi ya kumsikia. Msikia ujumbe uliotumwa. Field Marshal amezungumzia hapa jambo la msingi sana. Tunafahamu kuna watu wanabiruka, wanafanya kila hila mnyama asichukue ubingwa. Sisi tunawaruhusu wafanye hiyo kazi, lakini ifanye kwa kificho. Tukikubaini, tukikuona, wallahi wa billahi, kama hautazikwa Mwanakwerekwe, basi makaburi ya Kisutu yatakuhusu. Fanya figisu zako chini kwa chini, fanya figisu zako ndani kwa ndani, lakini tukikubaini, tukakuona, tunakuapia hatutakuacha salama. Hapa tulipo tumevua kabisa vazi la utu. Hapa tulipo
tumevua kabisa vazi la ungwana. Hapa tulipo tuko ni wanyama kweli kweli, tumejawa na ushetani wa kiwango cha hali ya juu. Tutakufanya vibaya, na haitoishia kwako tu, ni kwako wewe na familia yako wote. Tunabidua, tusitafutiane lawama. Mnyama kajawa na ushetani kweli kweli. Huu shetani Kwara ni mzito sana. Na hii hatuishi kwako, tunabidua mpaka familia. Ni kama soma kaburi ya Mwanakoreke ya Kisutu atakuhusu. Yatakuhusu. Ya Mwanakoreke ndio hapa kule. Kwa hiyo bwana, ukimsikia Mediali alivyozungumza unaona kaongea kwa hisia, na hapo jambo alianisha Field Marshal kwa maana ya Mzee Hassan Dalali. Kasema utoki. Na Mzee Dalali alisema tukikuona uwanjani tukifungwa hautoki. Yaani kama Wakanda wewe tumekuona uwanjani afu tumefungwa. Sitoki. Hautoki. Ukisikiliza ile clip Hassan Dalali mpaka yani kwa ile gazabu aliyokuwa nayo mpaka kuna mtu kamuita nyau. Yaani kaenda akasema nyau wewe. Kwa hiyo jambo ni zito. Finali unaweza kuona namna ambavyo mazingira yalivyo nje, joto hili, utani, mvutano, Simba kuona mazingira yake yanakuwa magumu, lakini Berkane naye jana kuna reports zinasema ni logistics za kawaida.